Limeinuliwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Nguvu leo na milele. Kama vile jana, nina nguvu leo na milele. Neno lako umesema, mighty warrior, mighty warrior, Jehovah is your name. Mighty warrior, mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Let's sing it a little bit faster. Jehovah is your name. Jehovah, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. We call you mighty warrior. Mighty warrior. You that are joining us on Facebook, we want you to welcome to worship with us. Welcome as we worship the Lord together, as we glorify the name of the Lord together. He's a mighty warrior. He's a great God. He's a great King. And this morning He's about to bless you. He's about to release a fresh anointing upon your life. Join us together as we worship the Lord. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Emmanuel is your name. Jehovah is your name. You are the God that is with us. Jehovah is your name. Mighty warrior. Mighty warrior. Turn
Lion of Judah. You are holy. One more time as we lift up our hands. Lion of Judah. Let's worship him. We worship him. Lion of Judah. You are holy. Lion of Judah. Hallelujah. Why don't you lift up your hands and give Jesus Christ a mighty hand clap. Come on, you can do better than that. God has been so good to you. God has been so gracious to us. Hallelujah. Oh, we give you glory, God. We worship you, Lord, and we adore your holy name. Father, in the name of Jesus, we are so grateful, Lord. Thank you for giving us this opportunity to come into your presence. Thank you for touching us. Thank you for allowing us to be alive today. We don't take it for granted. We know that it has taken your hand. It has taken your grace. It has taken your favor for us to stand today and to be able to be in your presence. We thank you, Lord, as we continue with this service. We pray that your presence, your power, your glory and grace will continue being manifested in our lives. We give you praise and we give you worship. May you be with us in this service. Touch our life. Minister to us as somebody that feels downcasted, Lord. Lift them up, oh God, to the glory and honor of your holy name. We bless you and we exalt you. In Jesus' mighty name we pray and we believe. Amen. Let's welcome our viewers all over the world who are watching us on Facebook, on YouTube, on whatever place. We want to welcome you today to this great service, and we know that the Lord will bless you even as we continue to minister to the heart of God. As we are standing, I want us to read together from the book of Psalms 102. I want everybody to get their Bibles. Get your Bibles. Some of us, we have our Bibles in our books. Choir, thank you very much. Let's appreciate our choir as they go to their seats in Jesus' name. Amen. We thank God for each one of you being here in the presence of the Lord, and we are so greatly honored to have you in our midst today. I want us to read from the book of Psalms 102. We are going to read from verse 1 all the way to verse 12. Psalms 102. Zaburi 102. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 12, na nitaweza kuchanganya Kizungu na Kiswahili ili tuweze kwenda, kwa sababu kuna watu wengine wanatutazama katika mtandao, wengine hawaelewi Kiswahili, wengine ni wa mataifa mengine. Kwa hivyo mtasikia nikichanganya Kizungu na Kiswahili, na naamini kwamba Bwana ataweza kutubariki. Amen. We are reading from the book of Psalms 102. We're beginning from verse 1 all the way to verse 12. And if you have it, can we read it all together? 1, 2, 3. Let's go. And wither like grass, so that I forget to eat my bread. By the reason of the voice of my groaning, my bones cleave to my skin. I'm like a pelican of the wilderness. I'm like an owl of the desert. I watch, and as I'm a sparrow alone upon the housetop. My enemies reproach me all the day, and they that are mad against me are sworn against me. For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping. Because of thine indignation and thy wrath, for thou hast lifted me up and cast me down. My days are like a shadow that declineth, and am a withered grass. But thou, O Lord, shall endure forever, and thy remembrance unto all generation. Verse 13, thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yes, the set time is come. Hallelujah. The set time to favor her
has come. Hallelujah. May this be your set time in the name of Jesus. I say, may this be your set time in the name of Jesus Christ. 2020 has been a year where we have cried, has been a year where we have been alone like a sparrow, has been a year where we have been like a pelican in the wilderness. But friend, I want to understand, when the presence of God engulfs and covers your life, you are never forgotten. When the presence and the power of God iko juu ya maisha yako, bado hujasaulika. Kwa hivyo leo ningependa kukuambia kwamba kuna nguvu katika kibali cha Bwana. Nasema kuna nguvu katika kibali cha Bwana. Maombi yangu katika ibada hii ni kwamba upokee kibali cha Bwana, utoke hapa na kibali cha Bwana. Maana kibali cha Bwana ni uwepo wa Bwana katika maisha ya mtu. Uwepo wa Bwana unapokuwa katika maisha ya mtu, hata ingawa anaonekana amefinyiliwa, Bwana anasema wakati utakapofika, when the set time has come, you shall be favored. May this be your set time. Oh, I pray that this will be your set time. Your set time to be lifted from the sorrow. Your set time to be lifted from the pain. Yes, there has been COVID-19, but I said the set time has come. This was a prayer of a person that was afflicted, but at the verse 12 he says, but a set time to favor Zion has come. Let this be your set time. Let this be your set time. I don't know what you are going through. Let this be your set time for you and your family. We may have our seats in the presence of the Lord. For the few minutes, I'll be speaking about the power of favor. I'll be speaking about the power of favor. Hallelujah. I want to be speaking for the few minutes about the power of favor. We have read the scriptures that we've just read, and when you read those scriptures, you find this is a man that is going through problems. Every one of us will go through problems. Every one of us will go through afflictions. Every one of us will go through tough times in our lives. But friends, I want you to understand, it is our faith in God that keeps us strong. It is the knowledge we have, the relationship we have with God, that shall keep us strong in the midst of our troubles. Friend, it's not your payslip, it is not the people you're related with, it's not your business that is keeping you. If it was your business, some of us could not be here. But friend, we stand on this blessed altar today because of the presence of God. And I would like to tell you, favor is just equals to the presence of God. You see, when somebody is favored of God, that means they carry the presence of God. If there is a prayer I'm praying for each one of you, it's not for you to get a Mercedes Benz, it's not for you to get a new house, it's not for you to get a promotion. If there is a prayer I'm praying for you, and you that is viewing me today, I'm praying you for you, that you will carry the presence of God in your life. Oh, that you will carry the glory of God in your life, because when you have God, you have everything you desire in this life. We like to be prophesied. You are going to get a new house. You are going to get a new car. You are going to get this and this and that. My prayer for you, my desire for you, is that you may carry God. You may carry the presence of God. You may cherish the presence of God. You may cherish the glory of God in your life. That is what will bring a difference in your life. That is what will bring a difference in your life. Favor is the manifestation without the hand of flesh. It is not the hand of flesh that will give you everything that you desire. It is the hand of God. Friend, I want you to understand, it is the hand of God that has preserved us up till this moment. It is not the hand of flesh. Yes, it is good to wear the masks. I carry them everywhere we go. But friend, let me tell you, there is a certain hand that has been keeping us. There is something that has been making us. Even when we sit with people that have COVID-19, it is the hand of the Almighty that has preserved us. We are not
preserved because we know how to keep safe. We are preserved because the hand of God has preserved us. I pray that the same hand of God that saw you from January will see you December 2020, and that you will finish strong in the name of Jesus. Our sister was praying for us here, and he was telling the devil had already planned how we are going to die. But friend, I wanted to know, when the hand of God is upon you, you don't die like a chicken. You will not die before your time, because the hand of God preserves your life even for greatness. Favor is not the manifestation of the hand of flesh. When God chose Saul to be king of Israel, it was favor. When God chose David, the son of Jesse, above Eliab, it was favor. Shammah and Abinadab and other 4 seniors, brothers of his, to become king of Israel, it was the favor of God. When God spoke to Rachel with 2 unborn children, loaded in her tiny womb, and God said, the older shall serve the younger. It is about the favor of God, the presence of God. When the mouth of God utters for you, everything else will respond. When the mouth of God is for your side, that's why Romans, he asked, if God be on my side, who shall be against me? I'm speaking about the power of favor. May you receive the favor of God. May you receive the favor of God. May you receive the hand of God. You see, many of us, we are seeking for the hand of men. We are seeking for the hand of men. Tunatafuta mkono wanadamu katika maisha yetu. Tunataka tujuane na governor, lakini nataka kukuambia governor anaweza kutolewa katika ofisi, lakini kunaye mmoja ambaye ameketi katika kiti chake cha enzi ambaye hawezi akatolewa. Ninataka uweze kuelewa kwamba lazima ukuwe connected na Mungu wa miungu yote. Unapokuwa connected na Mungu wa miungu yote, utapokea kibali katika maisha yako. Tumekaa hapa kwa sababu kuna mtu alipokea kibali. Kulikuwa na msichana mwanamwali, jina lake Maria. Biblia inasema malaika akaja kwake katika ule mwezi wa 6, akamwambia, ewe Maria bikira, ambaye umepata kibali mbele ya macho ya Bwana. Haupati kibali kwa sababu ya kisomo chako, haupati kibali kwa sababu ya sura yako, haupati kibali kwa sababu ya mambo umetenda. Unapata kibali wakati mkono wa Jehova unakuja juu ya maisha yako. Naomba ule mkono uje juu ya maisha yako. Kabla mwaka huu haujaisha, wacha mkono wa Bwana uwe juu ya maisha yako. Wacha nguvu za Jehova ziwe juu ya maisha yako. Mary was insignificant. Mary was not known. Mary was nothing. But when favor comes, it takes you from the place of insignificance and makes you to be somebody. When the favor of God comes, it removes every kind of shame in your life. The devil wanted us to finish in shame, but I'm here to speak and to declare, we shall not finish in shame. We shall finish with glory, because the mighty hand of God will rescue us. I say the hand of God will rescue us. Receive favor, my friend. Wherever you are, receive the favor of God. Receive the power, the glory, the grace, and the anointing of God. I don't care what kind of a pit you are in. The favor of God can locate you. Hallelujah. The favor of God. Look at this man. Sikia vile anasema usinifiche uso wako juu ya shida yangu. Wapendwa, shida ni mbaya. Shida ni mbaya. Mimi ninajua shida kile ambacho ninachofanya. Shida inafanya mtu ambaye alikuwa ameheshimika katika society anafanyika kwamba asiheshimike tena. Shida inakufanya unafanya mambo ambayo pengine katika maisha yako hungewahi kusikia ni kana kwamba utayafanya. Anamlilia Mungu na kumwambia, usifiche uso wako siku ya shida zangu, unitegee sikio lako siku niitapo, unijibu upesi. Kuna mtu alisema ya kwamba ikiwa kuna mtu wa kuomba, kuna Mungu
Mungu ambaye anajibu maombi. Ikiwa tu unaweza kuomba dada katika hiyo shida, wacha kutafuta watu, wachana na mambo ya watu. Manake unapowatafuta watu, watu watakupatia suluhisho kulingana na vile wanajua. Lakini huyu alikuwa anamwambia Bwana, siku nitakapopiga magoti yangu, ninaomba kwamba ukaweze kunijibu. Pendwa, nikuambie, endelea kuomba, maana kuna Mungu anayejibu maombi. Usikome kuomba, endelea kuomba, endelea kutafuta uso wa Jehova, endelea kumlilia Jehova. Sisi tumesimama hapa, we are as a result of the prayers that we made in our life. Prayer changes things. Prayer changes people. Leo nimevaa suti, si kwamba nilizaliwa nikivaa hii suti, ni kwa sababu kuna siku katika madhabahu kule Nakuru Happy Church nilipiga magoti, nikamwambia Bwana, uniondoe katika shida na matatizo ya umasikini ambao ulikuwa umenizingira. Leo hii ningesimama hapa nikuambie, kunaye Mungu anayejibu maombi. Nasema kunaye Mungu anayejibu maombi. Dada, usikose kuomba, endelea kuomba, maana hiyo ndio silaha ulionayo itakayokusaidia. Hiyo ndio silaha itakukomboa katika hiyo shida. Hiyo ndio silaha itatoa aibu katika maisha yako. Ninajua unatafutana na MCA, wacha kutafutana na MCA, tafuta uso wa Jehova. Nasema tafuta uso wa Jehova, tafuta uso wa Mungu. Ninajua unatafuta mafuta, the latest anointing oil. It is not in the anointing oil, it is in the hand of the Almighty God. Ni katika mkono wa Bwana. Sijawahi kuona mtu ambaye aliomba ambaye akaachwa vile ambavyo alivyokuwa. Sijawahi kuona mtu amempigia Bwana magoti akabaki jinsi alivyokuwa. Unapopiga magoti, Mungu atakuja kwa niaba yako. Unapolia, kuna Mungu wa kusikia maombi. Unapoitana, kuna wa kuitika. Huyu jamaa alianza kumwambia Bwana, niko na shida, nasema siku zangu zinatoweka kama moshi na mifupa yangu inateketea kama kinga. Moyo wangu umepigwa kama majani na kukauka, na ninasahau hata kula chakula. Huyu ni jamaa alikuwa anapitia shida na matatizo. Lakini huwa nasema shida sio ya milele. Your problems are not permanent in your life. I say your problems are not permanent in your life. There are people that are crying. There are businesses that are shut down. Everything has gone, the economy has gone down. Everything they were holding on has disappeared right from their hands. We are like this man. He says, I am like a pelican of the wilderness. I'm like an owl of the desert. Sijui kama umeshawahi kuwa mahali ambapo unajisikia uko pweke. Unajisikia ni kana kwamba uko peke yako. Unajisikia ni kana kwamba watu wote wamekuondoka. Wale uliodhania kwamba watasimama na wewe wanakosa kusimama na wewe. Wale uliodhania kwamba watakuja kukusaidia. Unajua marafiki zako wakati wa matatizo yako. Unisikilize vizuri sana. Marafiki zako sio wale wanaokuja wakati kila kitu kiko sawa. Marafiki zako ni wale ambao wanakuja wakati uko kule chini na wanapata kukupatia mkono, wanakuambia mpendwa, tuendelee. Bwana asifiwe. Acha nikuambie, kati ya wale watu ulionao, pengine uko na watu karibu 100 ambao you are connected with them, lakini kati ya wale uko na marafiki pengine 3 peke yake wakisawa sawa. Si wote ambao unadhani ni marafiki zako na marafiki zako. Kuna wengine wanangojea uanguke wapate kitu cha kuzungumza kwa ajili yako. Kuna wengine wanangoja wasikie kitu kimekutokea ili waanze hadithi kuhusu hiyo. Lakini rafiki ni yule ambaye atasikia Pastor Bwala ameanguka. Ule rafiki wa haswa ni yule atakuja na kunifunika na kusema, hata ingawa uko kule chini, niko pamoja nawe. Hata ingawa uko kule chini, sitaki marafiki ambao watanipata katika shimo, badala ya kunyoosha mkono wananifungilia kule chini. Nataka watu ambao wakati niko katika shimo watasema, mchungaji, mkono wangu huu ningependa uweze kuinuka. Mungu akutumie marafiki wa kweli. Nasema Mungu akutumie marafiki wa kweli. Mungu akutumie marafiki wa kweli. Sio watu wa kukunyanyasa tu, sio watu wa kukukula tu. Kuna wengine wanakukula, utakapokwisha basi ndio urafiki wao umeisha naye. Kuna wengine wanakula tu, wanakupenda kwa sababu ya hela zako. Niongee ama siongee? Niongee ama siongee?
Charles, kuna watu wanakupenda tu kwa sababu unafanya kazi Cooperative Bank. Hao sio marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umepata gari, marafiki wataongezeka. Si wewe wanakupenda, ni hiyo gari yako, Pastor Gerald. Najua hata wewe umepitia yale. Wakati ulipopata gari, kuna simu, pastor, unaweza ukatusaidia na gari lako, tunataka kwenda nalo Kitui. Sasa ndio wameanza kupata safari za kwenda Kitui. Sisemi ni vibaya kusaidiana na gari, lakini nisiwe na marafiki ambao kazi yao ni kudandia kile ambacho nilicho nacho. Mungu akuletee watu wa kisawasawa. Nasema Mungu akuletee watu watakao kupush into your destiny. May God give you the right kind of friends. People who shall push you to your destiny. God, I want to be surrounded by people who can correct me and tell me, Pastor Bwala, this is not the right way to go. That is a great friend. A friend who sees the future. A friend who can correct you and tell you, Pastor, this is not the right thing. I want you to go to your next level. That is the kind of friend I want in my life. People who can rebuke me right in the face and tell me, friend, you are not moving in the right direction. It's not because they hate you, because they love you too much to allow you to be destroyed. But kuna wengine wakisikia tu wanatafuta wasikie tu Pastor Bwala scandal ya kwanza, CNN ndio watakuwa wa kwanza. Hey, umesikia the latest? Hey, umesikia the latest? By the way, I don't like to be a person who shall be entertaining scandals from other people. Come and tell me good things about other people. And not getting good amen, because we are all victims of that place. Usiwe tu ni mtu wa kufurahia mambo mabaya unayosikia na watu kutoka kwa wengine. Wacha nikwambie, yule amekuja kukuambia mabaya ya Charles ataenda kumwambia Veronica mabaya yako wewe. Because if you are a person who listens only to Moshene, the person that brought Moshene about Pastor Gerald will also bring Moshene about you to Pastor Gerald. You are not special, you are not unique. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. This guy was in deep trouble, and he was speaking and talking about him being alone. He says, my enemies reproach me all the day. They are mad against me. They are sown against me. For I have eaten ashes like bread and mingled my drink with weeping. Ni mtu ambaye alipitia machungu. Ni mtu ambaye alipitia matatizo. Mwaka wa 2020 tumepitia machungu, tumepitia matatizo. Nilisikia kuna mwingine aliimba wimbo akasema 2020, kwa maana kuna mambo ambayo yalikuwa mazito ambayo aliweza kuyapitia katika maisha. Lakini mpendo, acha nikwambie, haitamalizikia kwa sisi kukula majivu ama chakula na kukichanganya kinywaji na machozi, kwa sababu wakati unafika ambapo Mungu atatukumbuka. He says in verse 11, my days are like a shadow that declineth, and I'm withered like a grass. But verse 12 he says, bali wewe Bwana utaketi ukimiliki milele, na kumbukumbu lako kizazi hata kizazi. Anasema wewe mwenyewe utasimama na kuombea kwamba Mungu mwenyewe asimame. Asitume mtu mwingine, asimame kwa niaba yako, asimame kwa niaba ya familia yako, asimame kwa niaba ya biashara yako, asimame kwa niaba ya watoto wako. Anasema wewe Mungu utasimama na kuirehemu Zayuni, kwa maana ndio wakati wa kuihurumia na majira yake yaliyoamriwa yamewadia. Your time, your season for God to remember you has come. Your time and the season for God to come through for you has come. Your time for God to do the things that are great and important in your life has come. He says, yeah, the set time to favor her has come. I said favor in simplicity. This is not how it is defined there, but for me, Bwala, in simplicity, favor is just carrying the presence of God. And friends, let us yearn for the presence of God. Let us desire the presence of God. Let us desire the hand of God. Now, what does favor do in your life? Kibali kinafanya nini katika maisha yako? What does favor do in your life? Favor is expounded as to enjoy kindly helpful acts beyond what is due. You get acts
beyond what is due. It's not because you deserve it. You get things that you do not deserve. Friend, I want you to know we did not deserve to live, but the favor of God has made us to be here today. We did not deserve to be alive today, but we stand here because of the favor of God. It is receiving preferential treatment. It is receiving preferential treatment. Yani unapokea kitu ambacho haukikustahili. Wengine watu tumesimama hapa si kwa sababu tulikuwa tunastahili, si kwa sababu tulikuwa tunastahili kupata kile ambacho tumepata. Wengine wetu kazi tulizo nazo, tukianza kuangaliwa makaratasi tutakuwa dismiss. Wengine wetu wake tulionao, wakianza kusema kama uko sura mzuri ama sura ya XX, tutanyang'anywa wake zetu. Wengine wetu mahali ambapo tunapoishi, tukianza kusemekana ni pesa zetu zimetujengea, itakuwa ni uongo. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kiko nyuma yetu. Kwa hivyo ukiona tumebarikiwa, it is not about us, it's about the hand of God. I say it is about the hand of God. It is about the hand of God. Ndugu, haustahili kupata huyo mke, lakini kibali cha Bwana ndio kilikupatia. Hapa vijana wote wangesema amen. Kina Cleopas nilikuwa natarajia watasema amen. Yani unapokea dada unatembeaga naye barabarani hivi, watu wanashangaa. Jana tulikuwa harusi. I hope haniangali. Huyo ndugu aniangalie. Ndugu tu anakaa kijeshi na ni ndugu ambaye amebarikiwa na Jehova. Kuna ndugu alienda kumuuliza, wewe ndugu, ulifikaje mpaka ukaingiza huyu dada? Manake ndugu amebarikiwa na kama mimi tu na tints. Haleluya. Waje kuna ndugu tuko na matints. Jina la Bwana libarikiwe. Ako tinted. Hata sasa mimi kwake naonekana nikana kwamba niko kama Mwarabu hivi. Yani tukiwekwa pamoja na yeye. Lakini dada ambaye alienda kuchomoa, dada wa kule Ukambani, wadada wa Ukambani nao pia wamebarikiwa jameni. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unaweza kuwa unatoka huko ambako kuna matint, lakini wewe umebarikiwa. Unaweza kuwa unatoka sehemu fulani, lakini mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Ule dada mpole, dada tu amebarikiwa tu, yeye hana tint, yeye tu Mungu aliamua tu ambariki. Sasa kuna jamaa alienda kumuuliza ndugu, huyu dada uliwezaje kumuingiza? Ingine katika boxer, ingine hatuwezi tukajibu, unasema tu ni Jehova. Unasema tu ni Jehova. Maana hata ile lugha ulikuwa unatumia pengine ilikuwa ni lugha ya shagalabagala, lakini Bwana akisema ndio huyu, utapokea. Naomba utapokea baraka yako. Chochote kilicho chako, I pray to God will connect you with your rightful thing in the name of Jesus. Favor. I pray for favor before 2020 ends for you in the name of Jesus. Favor that will distinguish you. Favor that will make you to be a part. Favor that will prefer you beyond and above every other person. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Mahali pale tunapoishi tulikuwa nazungumza na mke wangu leo asubuhi. Sijui niseme hii kwa sababu niko kwa online. Wacha tu niseme. Wengine hakuna mtu anapangaga atasema nini wakati amesimama hapa. Bwana siwe. Sisi kwetu side moja imewekwa na mabati. In fact juzi kuna mabati ilianguka, sasa tumeweka kamuti tu. Juzi tumekuwa Nakuru. Mesikia kwa jirani wetu sema kwamba kuna chochote kibaya. Sisi kwetu by the end ndio kungeibe tulipigiwa simu kwa jirani kwetu, jamaa waliingia kachukua sijui na wezi wewe yote wewe kama wewe ni mwizi unaniangalia, tubu katika jina la Yesu. Ile mambo mnafanyaga ni ya maajabu sana. Haleluya. Wezi wakaingia tu kwa nyumba pole wakafungua mlango, na tafadhali ukilala hakikisha umefunga mlango, unless kama hakuna kitu ambacho kinastahili kuibiwa kwako, basi achana na mlango. Kuna wengine mnalalaga tu saa kulala tu wewe wezi wanapanga. Fungaga mlango, na nakupatia mashauri ya kiuchungaji, enda ulale na hiyo kifunguo. Wacha tu kifunguo hapo kwa nyumba, unaachia hapo, unaachia mtu. Funga mlango. Kama kuna vitu kama sisi unga tunalalaga na unga juu, unga namba moja, tunga tunalalaga nayo juu. Unga kwanza tunalalaga nayo juu. Ni uongo ama si ukweli? Ni uongo. Pamoja unga
lazima tunalala juu. Kuna vitu unastahili unalala nayo juu. Unga inaitishangwa. Uliza Pastor Lydia, ndio huyu, mimi simuaibishi, tunasema tu vile tunaongea. Kuna vitu unalala nayo kwanza pale karibu. Bwana siwe. Maana wale wakona wakija kuna vitu watachukua. Ni afadhali wachukue sahani lakini unga wasiende nayo. Ndio unaona na huko pia tunafunga kifuli kule juu. Sasa kabla ufikie unga lazima unifikie mimi kwanza. Kabla ufikie unga wangu kwanza utanifikia mimi, tumenyane na wewe, alafu unga wangu baadaye. Jamaa wako na wall nzuri, wako na kitu, kila kitu. Jamaa waliruka wakaingia wakachukua TV wakafanya. Na kwetu tu ni mabati, ukipiga hivi unaingia. Lakini pia security tumeweka sawa sawa. Tutaongea na Gabu very soon. Jina la Bwana libarikiwe. Yule jirani wetu aliibiwa wa kwanza. Yule mwingine pale akaibiwa mwingine. Sasa jana ilikuwa ni huyo wa kawaida. Sasa tulikuwa tunajiuliza si hata kwetu wakuje tu mara moja tu. Bwana sifa sana. Kwamba katikati ya mambo yote Mungu anaweza kukuweka kando. Katikati ya yale yanayopitia Mungu anaweza kukuzingira wasikuone, waone wale wengine, na kuombea kile kibali. Wengine wanapoonewa wewe hutaonewa. Wengine wanapobarikiwa wewe utakuwa katikati ya waliobarikiwa. Wengine wanapofunga yako haitafungwa, na kuombea Mungu akuonee kibali. Mungu akuonee kibali. 2020 umalize na wimbo wa ushindi kwa sababu ya uwepo wa Bwana. Kwetu hakuna hata king'ora, lakini kuna kafuli tuko nayo. Ukishika ndalianga chui, lakini hiyo pia wanajua jinsi ya kuifanyia. Jaribu tu vile unaweza. Wacha kununua ile inaitwa namna gani hard rock yenye kigongwa na mguu hivi inatokana tu mara moja. Favor of God, it prefers you above every other place. Let me just go through what favor does in your life. Number one, the favor of God brings promotion in your life. It is the favor of God that brings promotion. Ni kibali cha Bwana kitaleta wewe kuinuliwa katika maisha yako. Psalms 89 verse 17. The Bible says, for you are the glory of their strength, and by your favor our horn is exalted. You are the strength of their, you are the glory of their strength, and by your favor our horn is exalted. Horn ni kitu ambacho kinakuwa katika kichwa. Tunapoongea kuhusu horn, ni kichwa chako kinapoinuliwa. Ni wakati Bwana anakupatia kibali chako. Wakati Mungu anakupatia kibali, inakupatia nguvu ya kukupusha katika destiny yako. When the favor of God is upon you, it will drive you to the top. It will take you from the river, from the sea, from the ocean. It has the capacity to move you to your next level. I don't know what you are believing God for in 2021. Probably katika 2020 haukufanikiwa katika chochote, lakini katika mwaka wa 2021 I pray that your horn will be exalted. I pray that your horn will be lifted. Your horn will be lifted by the favor of God. It brings promotion. Mama Njeri, it will bring promotion in your business of baking cakes. You find unaanza kuitianiwa keki mpaka South Africa. Bwana sifiwe sana. Kibali, na si kwamba keki zako ni mzuri sana. Bana, kibali. Kuna kipindi tulikuwa tunaangalia katika familia, watoto wetu wanapenda kuiangalia baking, tunaiangaliaga sana. Kuna dada tu alikuwa anakaaga tu tunaiangaliaga. Charity, ukimwangalia tu unaona tu kulikuwa na muhindi, kulikuwa na nini. Kuna siku Charity alipika keki ikaletwa hapo ikaanguka. Ya wengine ilikuwa safi, akaambiwa yake ndio mzuri. Ni ukweli ama si ukweli? Ili keki inaanguka. Leo wengine wame sweat. Oh, karibu sana. Ni wewe, hebu toa mask kidogo. Oh, wow, hi. Welcome to Kenya. Thank you so much. Nitakuintroduce hiyo wengine. She has just arrived from Ghana. Ghana is not Kitusuru here. You go by aeroplane. I'll tell you, some of you. She found favor. Favor will give you what you don't deserve. Favor will make you people to look at you honorably. Favor will make
people to make you come to a place where you don't get what you deserve. May your horn be exalted by favor. 2021, let your horn be exalted. Natangaza kutoka katika madhabahu haya, kibali cha Bwana kitawapatia promotion. Nasema kibali cha Jehova kitakuinua. Kuna watu watakuja kustestify mahali hapa ya kwamba mkono wa Bwana umeniinua, mkono wa Bwana umenitoa katika shema na kuniingiza katika sehemu ambayo inastahili. The favor of God will bring promotion in your life. Number two, the favor of God, it increases your influence. The favor of God increases your influence. Luke chapter 2 verse 52. What does the Bible say? The Bible says, and Jesus grew in wisdom and stature and with favor with God and man. Even Jesus needed favor. You need favor in your life. You need favor in your life. And in simplicity, favor is the presence of God. When you have the presence of God, men will begin to like you. Vijana, it's not about mistari ambayo unajua kukata. Ni kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana. You get favor with God and with man. You can add woman. Bwana swear. Yani Cleophas unakuja tu kwa Verona unamwambia mimi naitoka tu Cleophas, natoka Shamahoho na ninakupenda. Hiyo peke yake. Verona sema twende kwa Reverend Bwala. Kibali kinakupatia kibali mbele ya watu na wanadamu. There are people who holds a signature to your next level. May God favor you to get them. There are people who holds just a signature for you to go to the next level. May God connect you with them. When you carry God, there is a song, it says, when you carry God, you carry everything. You carry everything. There is no way you can carry God and then you don't become greater. I pray for this church that men and women who carry the presence of God will go to the next level. Will go to the next level. You will not end up where you are. You will not end up in that position. You will not end up at the place you are. When you carry God, you carry everything good. 2021, we have decided we shall carry God. We shall carry the presence of God. We shall walk with God. Kwamba tunaingia mahali watu wanasema huyu ni mtumishi wa Bwana. Na watu wanaporinga, nasema watu wanapojua kwamba ni mtumishi wa Mungu, Mungu anaringa na wewe. Hallelujah. 2021, wacha Mungu aringe na wewe. Wacha Mungu aringe na wewe. Wacha Mungu aringe na wewe. Anasema umemuona mtumishi wangu Ayubu, ya kwamba kuna watu Mungu anaweza kuringa na wao. Wengine wetu hata Mungu akutajagi because you are a disgrace kwa ufalme wake. Tunataka kukata hiyo katika jina la Yesu. Tunataka kuwa ni watu ambao watabeba Mungu. Tuwe ni watu watabeba Mungu. Kama wasichana tutabeba Mungu. Tunakataa wewe kupokea mimba kabla hujaolewa mahali hapa katika jina la Yesu. Kwamba hautaaibisha Mungu, utavaa neti unapoingia pale, utatoka hapa ukiwa na baraka za Bwana. Anywhere you go or your name is mentioned, people will be willing to help you, to support you. Why? Because of the favor of God. There is no way you can forge ahead in life without the favor of God. There is no way. This ministry here, it is only by the favor of God. Mi hata MCA sijuani na yeye, lakini najuana na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wengine wanajuana na mahehe, wanajuana na magavana, wanajuana na nini, huduma zao zinapelekwa na magavana. Sisi huduma yetu hapa ni kwa sababu tunajuana na Mungu. Ndiposa Mungu ametuweka hapa. Na kwa sababu tunajuana na Mungu, tunatangaza kwamba katika mji huu wa Nairobi, Mungu atatupatia shamba ambalo tutaweka dhabihu yake, tutaweka madhabahu yake. Sio kwa sababu ya tunajuana na fulani, ni kwa sababu tunajuana na Mungu. Katika mahali hapa tunamwambia Mungu, tunataka kukuwekea madhabahu. Yale madhabahu sio ya Pastor Bwala, sio ya Pastor Gerald, Pastor Job ama Pastor Benson. Yale madhabahu ni kwa ajili yako, ili watu waweze kukuja pale na Mungu atatupatia kibali. Unakuwa na kibali na Mungu na wanadamu. Unahitaji watu. Unajua kuna watu wasema I don't need people. You need people. If you don't need them now, there is a day you will need them. Unahitaji watu.
kuna mtu amebeba kibali chako. Bwana sifiwe. Na wakati fulani you only need one person to push you forward. Jina la Bwana libariki. I was new in Nakuru Happy Church. A young man that had just come from the oblivion, just interpreting with my yellow whatever cardigan, just there. A time came when they said they want people to go to America. Praise the Lord. Hata certificate hakukuwepo nazo. Bwana sifiwe. Wakati mwingine unahitaji mtu na kuombea Mungu akupatie yule mtu. Nasema Mungu akutumie yule mtu. Mtu wa kukuconnect. Kuna wandugu hata wanastahili wako connected. Wanashindwa na kuendea wadada. Unahitaji mtu wa kukupush. Wengine wenu utakuwa mtu kwa ajili yenu. Anza kuwa connectia hapa sai. Bwana asifiwe kutoka Ghana. Hallelujah. Hizo salamu za Ghana. Kile kwa sababu umefika wapi mwisho? Maimahio. Asante. Sometimes you need a person to connect you to your next level. Jesus had favor with men and with God. May God send you the right people. I say, may God send you the right people. I went to the interview with so many other young people, and I knew, right in my heart, I knew there was nothing, but there was somebody that stood there for me. Bishop Joseph Kamau, my father, my papa, my mentor, he said, you are the one that is going to the US. I almost felt like, what are you talking? Me? There are blessings that God will give you that will surprise you. Now, these legs are going to go into aeroplane and go and fly. These ones, that is the kind of favor that God will give you when you have favor with God and with men. I want to encourage you, keep serving the Lord. It is not in vain that you are serving the Lord. It is not in vain that you are doing things for God. A time will come for God to remember you. Keep praying on this altar. You may come and be praying all alone by yourself on Wednesday. Don't sit there and complain and say, I'm the only one that is praying. Sister, keep praying. When your set time will come, people will know it is the Lord. When your set time will come, God will do what people said can never be done in your life. Keep serving the Lord. Keep giving your money for the kingdom of God. A time will come when God will give you a deal that nobody can give you if only it is the hand of God. Keep standing, keep singing, sister. Let them call you all whatever they want to call you, but as long as you know you are doing it for God, keep doing it. Keep serving the Lord. Keep serving the purposes of God. Pastor Job, keep serving the Lord. Pastor Benson, keep serving the Lord. Pastor Gerard, keep serving the Lord. Sometimes nobody will pat you on the back, but when you keep serving the Lord, a time comes. A time comes. A time comes. A time comes. Praise the name of the Lord. I used to do everything. Nilikuwa naosha choo, nilikuwa nasukuma mkokoteni. Pastor Job is a witness here. Nilikuwa nafagia kanisa. Wengine wanasema, sijui nini, wewe unatumiwa vibaya. Leo hii, who is laughing? Who is laughing? The man from Manyuria. Nilijua siri. Kaa katika uwepo wa Bwana. Mimi nimeosha choo. Hizi choo ukinipatia nitaosha. Na sina shida na kuziosha. Bwana siwe. Bado tuko online. I've behaved today. How many minutes? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You do it for God. The Bible says you do everything as unto the Lord. When you are bringing your tithe, don't be bringing your tithe to me. I cannot pay you. It's God who can pay. It's God who can pay. It's only God who can pay. You have a covenant with God. You enter into covenant with God. If I have to pay you, the only place that can take you is Manyuria. Praise the name of the Lord. But when God does it, He does it really good. So when the favor of God comes upon your life, God will give you favor. It will cause favor. It will cause you to have favor. It will cause you to have influence. You'll begin to influence other people. The influence from God's favor is what makes a man succeed more than his competitors. God will make you to stand out. But as if you, God
God will make you to stand out. Even in your business, it is the hand of God. Kwamba mwingine analete nyanya hapa na wewe unaweka zako hapa. By the way, kuna wakati unachukua zile nyanya, unaziombea, unasema Baba, wapatishe hapa, wapitie hapa, kibali. Unaombea zile nyanya zinakaa na upako wa Mungu. Hata kama zako zimebonyeka bonyeka, wanakuja kwa zile zako, wasema funga za 500, funga za 300, funga za 400, ule anakaa pale na kuombea kile kibali kama mtoto wa Mungu. Nasema na kuombea kile kibali kama mtoto wa Mungu, that they will bypass others to come to yours. They will bypass others to come to what? Because of favor. The favor of God. The favor of God. The favor of God will cause men to change the rules for you. The favor of God will cause men to change the rules for you. I'm almost winding up. Daniel chapter 1 verse 9. The Bible says, now God had caused the officials to show favor and compassion to Daniel. In Daniel chapter 1, God caused the king's chief eunuch, Ashpenaz, he was called Ashpenaz, to grant Daniel and his friends favor, such that he changed the rules for them. They did not eat the food that was offered to idols as it was required. Other people were eating the foods that were supposed to be given to idols. But for Daniel and his friends, it came to a place where he was exempted. Rules were changed on their behalf. Rules were changed because of them. There are times in your life when God will cause things to happen, not because of anything, but because of the favor of God that you carry. When you carry God, there are things that are supposed to restrict you, to limit you, to block you, to make something that is hard and difficult for you to be able to manifest in your life. But because you carry the favor of God, they will say everybody else is locked up, but for you, may you enter that place, because the presence of God will make things to happen for you. May that grace fall upon you in the name of Jesus. May that grace fall upon your life. The favor that makes you to be seen as a different person. In the book of Esther, we find the Queen Esther. In the book of Esther chapter 5, we find a similar occurrence. It was illegal. It was out of this world. It was not supposed to be done. Every time the king could sit down, you could not just enter the king's chamber. You could not just get in. The king had to call you. Hata kama wewe ni bibi yake. Bwana siwe. Mabibi wa siku hizi wangekuwa wameisha kama wangekuwa naishi kama siku kama hizo. Ati huwezi kuja kwa bwana wako mpaka akutumanie, akuitie. Hai. Nani wangesurvive? Hata Lydia amekataa kuinua mkono. Utumaniwe. Siku ile anataka kukuona ndio utakuja. Si ati unamuona ati sweetie. Baby, honey, saa yote hakuna cha hiyo. Utaita honey wakati atafanya nini? Atakutumania. Na ilikuwa illegal. Ulikuwa ukikuja kama hujaitwa, mara hiyo hiyo, hata kama ni bibi mtoto, unaenda kunyongwa. Ilikuwa ni sheria, sio mchezo. Wengi wenu mngekuwa mmenyongwa sana zamani sana, sababu napenda kukuja tu saa yote. Hakuna pesa ya mboga, hakuna pesa ya chumvi, kwanza nyinyi mngenyongwa saa hiyo hiyo, sababu ni mashida mnaleta saa yote. Wandugu, simniambie amen. Wanafurahia. Ni wangapi wangekuwa wamenyonga? Usiinue mkono, hiyo unajijulia kwa roho yako mwenyewe. Charles, niangalie, wacha kuangalia kando, niangalie mimi. So the queen was not supposed to enter. But look at Esther. She had the favor of God. I said she had the favor of God. She had prayed and fasted. Friends, there is a level you carry God, things begin to happen on their own accord. There is a level you carry the glory of God. You begin to find things that were impossible become possible.
impossible. There is a level you stay in the presence of God. Let me tell you, favor does not just come, it requires for you to stay in the secret place. Esther akakaa katika uwepo wa Bwana kwa siku 3. Biblia inasema alikataa kunywa na kula akitafuta uwepo wa Bwana, akiomba. Alipotoka pale, alitoka amejawa na uwepo wa Bwana. Hakuna vile utabeba Mungu na maisha yako yawe ni maisha ya kasoro. Hakuna vile utabeba Mungu na maisha yako yawe ni maisha ya aibu. Kuna aibu iliyo katika maisha yako, ni uwepo wa Mungu ndio utakaotoa. Kulikuwa na kifo kilichokuwa juu yao. Walikuwa wanataka kuuawa, walikuwa wanataka kunyongwa. Esther akaenda katika uwepo wa Bwana, akakaa pale. She was able to drink, she was able to be immersed, she was able to submerge, she was able to swim in the presence of God. She had God. Oh, she had God. May this be your desire 2021, that I shall carry God, that I shall carry God. I shall carry God when I enter the office. I shall carry God when I enter matatu. I'm looking for days people will get into matatus. They start to speak in tongues. Shotala bababa. People begin to be slain left, right, and center. I'm looking days when the children of God will be getting into matatu. They are singing Diamond song. The presence inafanya hata redio yenyewe inaharibika. Yani watu ambao watabeba uwepo wa Bwana kokote unapoenda, difference has occurred. Everywhere you step in that office, you begin to change rules. You begin to do things that are different. My wife told me when she went to Moshada, people were not appreciating God. People were not praying before they do anything. Yes, it is a job, and she put up a ruler and said, before we do anything, we must pray. Na siku ya kwanza akapata resistance, akasema hiyo ndio sheria. Upende usipende. Kuna wakati you must be a rule by yourself. Unakuwa sheria wewe mwenyewe. Hata Esther akiingia pale, ndio alisema nikufe ama nisikufe, lakini alifanyika sheria sababu alibeba Mungu. Kuna wakati unabeba Mungu, unalete tofauti mahali ambapo uko. May you be a difference maker. May you be a difference maker in that company. May you be a difference maker in that place you are in. People will know you. Ikifika kwako, wakipatwa na shida nyingi, wanasema Charles atatupatia solution. Why? Because they see God. People must see God in your life. I said, people must see God in your life. People must see you walking with God. They must see the presence of God. And the Bible says, Esther said, today I am going into the king's chamber. I know the consequences, but I have a greater God that is on the inside of me. I have a greater king on the inside of my life. I have a greater father. And the Bible says, Esther said, today is the day. The king was seated there. The king was seated at that place. Esther says, I am going into the king's chamber. I don't care, because I carry the purposes of God in my life. I know that I'm not going to die before my time. I have an assignment